Uharibifu wa matumbawe, hasara zake sio tu kwenye uvuvi wa samaki, bali unaweza kupelekea athari za moja kwa moja hadi kwenye utalii, ambapo Zanzibar kwa zaidi ya 30% utalii huchangia kwenye pato la nchi. Kwa kiasi kikubwa, serikali zote mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, huweka nguvu kubwa kwenye utunzwaji wa mazingira. Godfrey, ambaye ni mhifadhi wa bahari na maeneo tengefu Tanzania bara, anasema Tanzania ilikuwa inakosa usimamizi makini wa masuala ya bahari. Makame Omar, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya uhifadhi wa bahari, anazungumzia athari zinazoweza kujitokeza moja kwa moja kutokana na uharibifu wa mazingira. Ripoti za IOTV hapa Zanzibar, mimi ni Tosetizedei. Hali kama hii ilitokea 1999 2000. 1999 2000 tunasema ile El Nino na La Nina ya kipindi kile. Ongezeko la joto lilikuwa kubwa baharini, matumbawe pia katika maeneo ya bahari ya magharibi ya Indian Ocean yaliathirika. Utafiti kipindi kile ulionyesha idadi ya watalii pia ilipungua. Kenya, Seychelles, hata Zanzibar. Kwa sababu watalii pia wanakuja kutokana na nini? Kuja kuangalia matumbawe. Watalii wengine wanakuja kufanya diving. Sasa nadhani kuna utalii ambao uko tofauti. Kuna watalii ambao moja kwa moja wanakuja, mimi nakwenda Zanzibar na kwenda Mafia kufanya diving. Lakini kipindi kile utafiti ulionyesha hasa kuna pasenti kubwa ya watalii walipungua 1999 2000 kutokana na kufanyika kwa coral bleaching, sababu matumbawe yaliathirika kiasi ambacho yalikuwa hayavutii kuangalia. Kwa hiyo wageni walipungua. Kwa hiyo tukiyaharibu matumbawe, maana yake pia tunakwenda kuathiri sekta ya utalii ambayo ndio msingi wa uchumi wetu. Kwa mfano kama Zanzibar, watu wanakuja, wanazaliwa. Kwa hiyo tunatakiwa kila siku, kama watu tunavyosema wanahitaji ukumbusho kila siku kwenye dini, lakini pia watahitaji ukumbusho ya kwa nini wanahitaji kuvua vizuri, kwa nini wanahitaji kufanya shughuli yao ya utalii vizuri, kwa sababu wakifanya tofauti inaathiri ule muhimili wa maisha yao. Tulikuwa tunakosa vyombo vya utekelezaji katika namna ya usimamizi wa mazingira ya bahari. Ni kama vile bahari haikuwa kama na mwenyewe sana. Lakini hapa sasa tunaenda kusimika rasmi chombo maalum ambacho kitakuwa kinashughulikia bahari, uhifadhi wa bahari na mazingira ya bahari kwa asilimia kubwa, ambacho tunakiita kwa National Coral Reef Hub. Sasa ili tuweze kupata utekelezaji vizuri katika namna ya kwamba watu wote waweze kujua wajibu wao, tumekuja hapa ili kuweza kuiandaa jamii. Kwanza ijue kuna hicho chombo, ijue umuhimu wa bahari, kwa nini tunasisitiza uhifadhi, lakini pia tuwaandae kuwa sehemu ya utekelezaji wa mipango yote ambayo inakujana na hichi chombo, lakini pia pamoja na mpango wa kitaifa wa usimamizi wa matumbawe. Kwa kweli katika eneo langu vile tunaanzishwa sisi kama CMG kulikuwa kubaya sana, hasa katika uharibifu pengine wa majani bahari yanayosema matumbawe mpaka mikoko, ilikuwa huenda ikawa ni kanda ilikuwa inaongoza. Sisi hifadhi yetu ni Tumka, lakini tangu tumeanzisha CMG ambayo tuna usimamizi shirikishi, angalau watu wameanza kuelewa, na anayekwenda kutaka kupima anaweza kufika tu Mkokotoni akaona vile matokeo yalivyo. Kama kazoea pale zamani ilikuwa pale ufukweni mbele ya bandari kulikuwa na uvutaji huko unaitwa kokoro, ulikuwa unatumika sana, lakini kwa sasa huwezi kwenda mchana ukiona, labda kama yatatokea ni nadra sana usiku, lakini tunahisi kwa sasa, kwa sababu doria zetu za mwanzo zote za mwaka mzima na miezi miwili ilikuwa zaidi zimelenga kunako elimu, na kama tumeeleweka kwa sasa.